عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Naitwa Sheikh Msafiri Njalambaha, Sheikh wa mkoa wa Mbeya. Ndugu zangu wapendwa Waislamu wa mkoa huu wa Mbeya na hata walio nje ya mkoa huu wa Mbeya, hapa tulipo tumesimama katika kiwanja ambacho Waislamu wa mkoa wa Mbeya chini ya usimamizi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na chini ya mwongozo wa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, tuna lengo la kujenga shule ya sekondari. Tupo katika uwanja ambao sasa maandalizi yameanza kwa ajili ya kujenga shule ya sekondari. Uwanja huu sasa hivi umeshapitishwa greda ili kuweka level, na sasa hivi unafyekwa majani na wigo unawekwa tayari kabisa kwa kuanza ujenzi. Hivyo ndugu zangu, katika jambo hili zuri na jambo la muhimu sana kwa mwanadamu, kama ambavyo Mwenyezi Mungu mwenyewe alianza kumfundisha kitu cha kwanza Nabii Adam alayhi salam, ambacho ni elimu, na Mwenyezi Mungu mwenyewe aya ya kwanza kuishusha kwa mtume wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kumsikizia kuhusu kusoma. Hivyo hakuna shaka kwamba jambo la elimu ni jambo kubwa na jambo la muhimu sana. Na furaha ya kutangazia umma wote kwamba tupo katika jambo hili la elimu katika mkoa wetu wa Mbeya, na kwa hali ambayo ilikuwa ya masikitiko na ya majonzi kwetu sisi watu wa Mbeya ni kwamba hatuna shule ya sekondari ndani ya mkoa wetu ya Kiislamu. Hivyo shule hii ni shule ya kwanza ambayo tuna dhamira ya kuijenga, ikiwa ni katika kuendeleza fikra na maono ya Mheshimiwa Mufti, lakini pia ni sehemu ya sisi Waislamu kama raia wa nchi yetu hii pendwa ya Tanzania kushiriki katika maendeleo ya nchi yetu na maendeleo ya kijamii katika nyanja hii ya elimu. Mwito wangu kwa Waislamu ndani ya mkoa wa Mbeya na nje, tushikamane katika ujenzi huu, kwa sababu hakuna mfadhili maalum wa kuwezesha jambo hili lifanikiwe isipokuwa mfadhili ni sisi wenyewe Waislamu. Hivyo tujitolee kwa hali na mali kuhakikisha kwamba jambo hili linakwenda vizuri na linafanikiwa, kama ambavyo tayari baadhi ya Waislamu wameanza kujitolea. Kushotoni kwangu yuko ndugu yetu mhandisi engineer Hussein Mwakalobo, ambaye amekuwa akijitolea toka hatua za awali kabisa, kujitolea kwa ajili ya dini yake, sio kwa ajili ya kupata mapato, kwa ajili ya dini yake na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na wapo wengine pia, hata ndugu yetu aliyetushorea mchoro huu ndugu Shabani Mtawala amejitolea kwa ajili ya dini yake, na watu wengine mbalimbali. Kwa hivyo hali hiyo inatakiwa kwa sisi sote, yule ambaye atakuwa tayari kujitolea walau kwa tofali moja au kwa mfuko mmoja wa simenti, atakuwa amefanya jambo kubwa sana, na atakuwa amejijengea pia akiba ya baadaye, kwamba amefanya sadaka tujaria, sadaka ya kuendelea ambayo itamfaa pale ambapo atakuwa Mwenyezi Mungu amemchukua roho yake na kumuondosha duniani. Hivyo ni jambo zuri la kiibada ambalo litatufaidisha tutakaposhiriki, lakini ni jambo la faida kubwa kwetu sisi, kwa sababu leo hii tumekuwa tukishuhudia watoto wetu wakimaliza elimu ya darasa la 7, basi wazazi kuna mhangaiko mkubwa wa kuwatafutia shule ambazo zinaendana na maadili yetu, ambazo kuzipata ndani ya mkoa wetu hakuna. Wazazi inabidi wafanye safari ndefu kwenda katika mikoa tofauti ya mbali kwa ajili ya kuendeleza watoto wao katika elimu ya sekondari. Ndugu zanguni, tusilale, tusikae chini, tusirudi nyuma, tukimbizane kwa pamoja katika kufanikisha swala hili. Ujenzi huu ni wa Waislamu wote. Wewe ni wa taasisi, uko katika taasisi yote, lakini Muislamu, shule inakuhusu, shule ni ya kwako. Hivyo tushiriki kwa namna yoyote ile ili kuweza kufanikisha jambo hili, na tukishikamana kwa pamoja, watu wanasema umoja ni nguvu. Tukiwa pamoja, insha Allah tutafanikiwa tu kufanikisha jambo hili, hata kama tutaona kwamba gharama tulizopewa za ujenzi ni kubwa, bilioni 4, lakini hilo linawezekana. Majengo yatakuwa majengo mawili pacha, na kila jengo lina ghorofa moja. Hivyo ni ujenzi mkubwa na wa kisasa, na ni ujenzi mzuri, na yule ambaye anaonelea yeye hataweza kuja kushiriki hapa labda kwa mkono au nini, pesa anaweza akaingiza katika akaunti za lipa, akaunti maalum ya lipa iliyokuepo, na kuna akaunti ya benki iko NMB ambazo nadhani waandishi wetu watazitoa katika mtandao. Itaonekana kwamba akaunti zenyewe ni zipi, basi mtu aweze kufanya muamala huo ili kuwezesha jambo hili kwenda, kwa sababu tumeanza na tuliamua kuanza hata kama gharama hasa au pesa za kujengea hatuna, lakini tukasema family life tumwachie Mwenyezi Mungu, kwani kazi hii sio ya kwetu, ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Basi tuiache kama ilivyo, tujitahidi ili kuweza kuifanya. Mungu mwenyewe anajua namna gani ataendesha jambo lake.
Baada ya kusema hayo, labda niweze kutoa fursa kwa injinia wetu walau kwa uchache tu akatuelezea nini au hali itakuwa vipi ya ujenzi wetu hapa. Karibu injinia. Nashukuru Sheikh. Kwa hatua tuliofikia, nafikiri hali ya ujenzi itakuwa nzuri sana. Cha msingi ni kushirikiana kwa pamoja, na kwa yoyote mwenye anaweza kuwaza lolote au ana uwezo wa ujuzi wowote tunamkaribisha. Hapa tujengi kwa uchoyo wala kusema fulani ndo lazima ashiriki hapa, hapana. Tunawakaribisha Waislamu wote, anayejua hili na lile, karibu sana. Lengo letu ni kufanikisha, kwa sababu tunaonekana sisi elimu dunia inatupita kushoto. Kwa hiyo lengo letu ni kuwainua vijana wetu angalau wawe wanapata elimu zote mbili. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa juhudi zote, na shehe wetu yuko hapa, hana shida, anakaribisha yoyote yule anayeweza hili, anayeweza hili kwa ujuzi wa aina yoyote. Karibuni sana. Asante sana. Nashukuru mhandisi, na kama alivyosema mhandisi ni kwamba jambo hili ni letu sote, na mimi nitoe shukurani kwa wale ambao mpaka sasa hivi wameshiriki kwa namna moja ama nyingine, lakini nitoe mwito kwa Waislamu wote kwa pamoja tuje tushiriki. Yule ambaye hajashiriki mpaka sasa hivi, kwa maana ya kwamba taarifa hajapata, aje kushiriki. Yule ambaye taarifa ameshapata lakini kidogo kuna kitu kilikuwa kinamchelewesha, basi hajachelewa, aje kushiriki. Tushikamane kwa pamoja kuweza kuendeleza jambo hili na kuweza kutekeleza lile ambalo Mwenyezi Mungu amelipenda sana na amelifanya ndio jambo la kwanza, kumfundisha mwanadamu na kumsitizia, ambalo si lingine isipokuwa ni elimu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tungependa vile vile kuwajulisha ya kwamba kuhusu vibali vya ujenzi, environment assessment, building permit na registration, project registration zote tumekamilisha. Kwa hiyo tumeshafika hatua ya mbele zaidi. Kwa hiyo tunaomba, tunawakaribisha jamani, tumeshafika hatua ya mbele. Karibuni sana. Nadhani kama alivyoeleza mhandisi ni kwamba tumefanya taratibu za kiserikali kukamilisha vibali, kwa sababu huwezi kujenga bila kufuata taratibu za kiserikali. Lakini kama nilivyoeleza awali, michoro ipo tayari na imepitishwa na serikali. Kwa hivyo kibali cha ujenzi kipo, ni ujenzi ambao sahihi, sio squatter, ni ujenzi wenye kueleweka. Na vile vile timu ipo, timu ya wahandisi ambao wamejitolea, timu nzuri tu, wahandisi mahiri wapo wamejitolea. Kwa hivyo mambo mengi yanakwenda katika uweledi uliokuwa mzuri, na watu wa nyanja tofauti pia wenye utaalamu wao wako karibu, tunashughulika nao. Hivyo karibuni, jambo ambalo limekaa sawa sawa. Kinachotakikana ni uwezeshaji tu, tujitahidi ili kuliwezesha liweze kufanikiwa inshallah.